Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu tumogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na tujipambe na sifa ya taqwa. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum an ittaqullah. Na kwa hakika Allah anasema tumewahusia waliopewa kitabu kabla yenu na pia nyinyi mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii taqwa ni vitu viwili, ni kufanya yale ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha na kuepukana na yale ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza. Idhan ahibati fillah, mada ambayo nitakayezungumzia siku ya leo ni ucha Mungu, ni kukuwa na takwa na athari zake katika maisha ya Muislamu. Na hii ucha Mungu ama hii takwa ni hali ya kumogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako. Ni hali ya kumogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa maneno yako na kwa vitendo vyako. Na pia ni kujiepusha na maovu na kufanya mema kwa kutarajia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu ambaye atakayekuwa na ucha Mungu basi huishi kwa amani na hofu yake ni kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, na matumaini yake ni rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ucha Mungu humuongoza Muislamu katika maamuzi yake na humfanya awe ni mtu mwema kwa watu, na humfanya awe ni mvumilivu, awe mkweli kwa watu, na humletea baraka katika maisha yake hapa duniani na kesho akhera. Ahibati fillah, ucha Mungu ndo msingi wa maisha mema na kinga inayolinda mtu dhidi ya mtihani na dhiki hapa duniani. Na hii ucha Mungu ndio njia ya mafanikio katika ulimwengu huu na kesho akhera. Ucha Mungu ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza mafundisho ya Qur'an katika maisha ya kila siku, na kukua na moyo wa kuridhika hata kwa riziki kidogo ukipata, na kuishi ukiwa tayari kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'min, ucha Mungu ni kuweka kinga kati yako na ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mema na kuacha maasi. Mtume sallallahu alayhi wasallam atueleza katika hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, anasema at-taqwa an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. At-taqwa an yuta'a fala yu'sa, hii ucha Mungu ni kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bila kumaasi, bila kumkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kwa kumtii katika kila jambo. Wa yudhkara fala yunsa, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bila kumsahau, kwa kumkumbuka kwa dhikri kila wakati. Wa yushkara fala yukfar, na kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bila kusahau ama bila kumkufuru. Hii ndio ucha Mungu. Ucha Mungu vile vile ina umuhimu kubwa sana katika hii dini yetu, na ni kauli mbiu ya manabii as-salihin, watu wema na watu wacha Mungu, na ni riziki bora zaidi ambayo mja anaweza kuwa nayo hapa duniani na kesho akhera. Allah anasema katika Qur'an, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah anasema nachukueni riziki na mjue ya kwamba riziki bora ni ucha Mungu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattaquni, niogopeni mimi enyi wenye akili. Kwa hivyo mu'min
ama Muislamu ambaye anamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yake yote, ndiye anayepata matumaini hapa duniani na anakuwa ni mwenye kufanikiwa kesho akhera. Ndugu wapenzi katika iman, jambo la kwanza ni taarifu taqwa, ufafanuzi wa taqwa, ufafanuzi wa uchamungu. Uchamungu ni kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuongozwa na nuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukitarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na pia ni kuacha maasi, ni kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuongozwa na nuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huku ukiogopa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uchamungu si maneno ya kusema kwa ulimi peke yake, naam, bali ni kitendo kinachoonekana katika tabia yako na katika matendo yako. Uchamungu huanzia hapa moyoni, lakini athari yake huenea katika viungo vyote vya mwili. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika sahihu Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema at-taqwa ha huna, wa athara ila sadrihi 3 marrat. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba hii taqwa imo katika kifua, na akaashiria kwa mkono wake huku akielekeza mkono wake kwa kifua wake, akisema hii taqwa imo katika kifua, hii taqwa imo katika kifua. Jambo la pili ni fadhailu taqwa, ni fadhila za uchamungu. Wapenzi waumini, kukuwa na taqwa ina fadhila nyingi, ina fadhila kubwa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni wenye kuahidi watu ambao watakaokuwa na taqwa. Faida ya kwanza ni taysirul umur, unakuwa ni mwenye kurahisishiwa mambo yako yote inakuwa rahisi pindi unapokuwa ni mwenye kuwa na taqwa. Na taqwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Anayekuwa na taqwa, anayekuwa na sifa ya uchamungu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala humrahisishia mambo yake yote. Hii ni aya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, faman yattaqillaha yassara Allahu lahu umura wa fataha lahu abwaba ar-rizq min haythu la yahtasib. Na anayekuwa na taqwa, anayekuwa na sifa ya uchamungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala humfungulia milango za riziki, na kando na hayo Allah anafungulia milango za khairi kutoka mahali ambapo hukutarajia. Fadhila ya pili, an-najatu min ash-shada'id, unakuwa ni mwenye kuepushwa na matatizo na shida na dhiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anayekuwa na taqwa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuondolea shida katika nafsi yake na humuondolea kila mtihani ambaye ako naye. Kwa hivyo hii ucha Mungu ni njia ya kuepukana na kila shida. Na jambo la tatu, fadhila ya tatu ni alqabulu inda Allah. Unakuwa ni mwenye kukubaliwa amali zako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema, inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hupenda amali kutoka kwa wacha Mungu. At-taqwa hiya shartu qabuli al-a'mali 'inda Allah. Kwa hivyo unapokuwa na ucha Mungu, ndo sharti la kukubaliwa matendo yako yote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhila ya 4, al-karamatu war-raf'atu. Unakuwa ni mwenye kuwa na heshima na cheo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Hakika anayeheshimika zaidi miongoni mwenu, anayekuwa na heshima zaidi ama anayekuwa na cheo zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule mtu ambaye anakuwa ni mwenye kujipamba na sifa ya ucha Mungu. Al-karamatu al-haqiqiyyatu 'inda Allahi tuqasu bit-taqwa la bil-jahi aw al-mal. Kwa hivyo heshima ya ukweli ama cheo ya ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hupimwa kwa ucha Mungu.
wala si kwa cheo au kwa mali ambazo uko nazo. Na fadhila ya 5 ya taqwa ni mahabbatullahi lilmuttaqin, upendo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wacha Mungu. Unapokuwa na ucha Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kukupenda. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha yuhibbul muttaqin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wacha Mungu. Famahabbatullahi lil'abdi a'zamu ma yurja wa yus'a ilayhi, na upendo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mja, ama upendo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mtu, ndio jambo kubwa zaidi hapa duniani na kile ambacho natarajia hapa duniani. Ahibati fillah, jambo la 3 ni alamatul muttaqin. Dalili za wacha Mungu ni zipi? Inna lilmuttaqina alamatin wa sifatin, hakika wacha Mungu wana alama na wana sifa maalum. Na sifa ya kwanza almudawamatu ala taa. Sifa ya kwanza ya mcha Mungu ni anakuwa ni mwenye kuendelea kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-abdul muttaqi harisun ala ada'in ma farada alayhi min ibadatin wa yusari'u ila at-ta'at. Kwa hivyo mtu mcha Mungu anahakikisha yeye anatekeleza ibada zote alizofaradishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huharakisha katika kufanya mema na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio sifa ya kwanza. Na sifa ya pili, al-ibtiadu anil maasi, kujiepusha na maasi, kujiepusha na kufanya madhambi. Al-muttaqi yahrisu ala al-ibtiadi anil harami sawa'an fi sirri aw al-alan. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ittaqullaha haythuma kunta. Mtu mcha Mungu, mtu ambaye anakuwa na takwa, anaogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anajitahidi na kujiepusha na yale yaliyokuwa haramu, iwe kwa siri au kwa dhahiri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote ulipo, ittaqullaha haythuma kunta. Kwa hivyo kile ambacho natakiwa ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siri na kwa dhahiri. Na ya 3, sifa ya 3, husnu taamuli ma'a an-nas, kukuwa na tabia nzuri na watu, kujua kuishi na watu. Min alamati taqwa an yataamala al-muslimu ma'a al-akharina bi khuluqin hasan yuamiluhum bisidqi wal amanati wal adli. Miongoni mwa dalili za ucha Mungu ama sifa za ucha Mungu ni kwamba Muislamu huwatendea watu wema. Muislamu anaishi na watu kwa tabia njema. Hii ndio ucha Mungu, na huwashughulisha watu kwa uaminifu, kwa ukweli na kwa haki. Allah anasema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huamrisha uadilifu baina yetu. Naam, na Allah Subhanahu wa Ta'ala huamrisha mwenendo ambaye ni mwema. Na sifa ya 4, al-isti'dadu liyawm al-qiyama, kujiandaa na siku ya kiyama. Al-muttaqi ya'lamu annahu sayaqifu bayna yadi Allahi yawm al-qiyama fayasta'iddu lidhalika al-yawm bil a'mali as-salih wal bu'd 'anil muharramat. Mtu mcha Mungu, mtu ambaye anakuwa na takwa, anajua ya kwamba atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Kwa hivyo anajiandaa kwa siku hiyo na anajitayarisha kwa siku kama hiyo kwa kufanya matendo mema na kujiepusha na yale ambaye ni haramu. Na sifa ya 4 ni sailu tahqiqi taqwa, ni njia za kufikia ucha Mungu. Ibadallah, kaifa nuhaqqiqu taqwa fi hayatina? Vipi tunaweza kufikia ucha Mungu katika maisha yetu? Ya kwanza ni ilmu nafi', ni elimu yenye manufaa. Innal ilma huwa alladhi yuniru at-tariq wa yuwaddihu al-halala min al-haram, fala budda min talab al-ilmi ash-shar'i alladhi yu'inu ala tahqiq at-taqwa. Ni kutafuta elimu yenye manufaa, kwa sababu hii elimu ndio inaleta nuru na kubainisha yale ambayo ni haramu na yale ambayo ni halali.
Basi kwa hivyo ni lazima mtu atafute elimu ya dini, na elimu ya dini ndio itakayomsaidia mtu kufikia ucha Mungu. Jambo la pili, muraqabatullahi fi sirri wal alan, ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siri na kwa dhahiri. An yash'ura al-'abdu bi anna Allaha mutalli'un ala kulli shay'in faraqibuhu fi kulli saghiratin wa kabiratin. Mja anapaswa kuhisi ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kila kitu. Mtu ambaye ni mu'min anapaswa kujua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua kila kitu. Kwa hivyo anapaswa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jambo dogo na jambo kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ittaqullaha haythu ma kunta, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala popote ulipo. Na ya tatu, muhasabatu nafs, ni kujifanyia hesabu katika nafsi yako. Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jifanyeni hesabu katika nafsi zenu kabla mjafika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi wenyewe mkafanywe hesabu. Na muhasabatu nafs min a'zami wasail at-tahqiq at-taqwa, haythu yaqifu al-insanu ma'a nafsihi bayna al-hin wal-akhir liyara aina huwa min ta'ati Allah. Na unapokuwa ni mwenye kujifanyia hesabu katika nafsi yako, ni miongoni mwa njia za kujua umefikia wapi katika ucha Mungu wako. Na jambo la nne ni suhbatu salihah, ni kushirikiana na marafiki wema, kujua rafiki wako ni nani. Fa inna suhbatu salihatu tu'inu ala at-ta'ati wa tudhakkiru billah, kwa sababu unapokuwa na rafiki mwema, basi humsaidia mtu kwa kumkumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rasul anatuambia katika hadith, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, kila mtu yumo ndani ya dini ya rafiki yake. Kwa hivyo kila mtu ama kila mmoja aangalie ni nani anayemfanya rafiki wake. Na kila mtu ambaye hapa lazima atakuwa na rafiki, hakuna mtu ambaye hana rafiki. Kwa hivyo Ar-Rasul anatuambia kila mtu ako katika dini ya rafiki yake. Ikiwa rafiki yako ni mwenye kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rafiki wako anakuwa ni mwenye kukumbusha dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe utakuwa umepata suhbatu salihah. Lakini rafiki wako akiwa si mwenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiwa ni mwenye kufanya mambo ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha, basi wewe vile vile bila shaka utakuwa ni mwenye kufuata njia ya rafiki wako. Na jambo ya tano ni al-ibtiadu an mawatin al-fitan, ni kujiepusha na vishawishi na fitna. Al-fitanu qad tufsidu at-taqwa, lidhalika yajibu ala al-muslim an yabta'ida ala kulli ma yufsidu dinahu wa yudhifu imana. Hii ni kujiepusha na vishawishi, kujiepusha na fitna, kwa sababu hii fitna zinaweza kukuharibia ucha Mungu wako mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu wa kila Muislamu ajiepushe na kila kitu ambacho kinachoharibu dini yake. Naam, na kila kitu ambacho kinachodhaifisha imani wake. Ikiwa hii kitu unafanya haimridhishi Allah Subhanahu wa Ta'ala na inaharibu dini yako na inadhaifisha imani yako, basi ni kitu ya kuacha. Na jambo la tano ni atharu taqwa ala al-fard wal mujtama', ni athari za ucha Mungu kwa watu binafsi, kwa mtu binafsi na kwa jamii. Ayuha almuslimun, inna littaqwa atharan 'aziman ala al-fard wal mujtama'. فالفرد المتقي يحيا حياة طيبة مطمئنة القلب مستقرة النفس وقد وعد الله المتقين بقوله تعالى. Enyi ndugu zangu katika iman, hakika hii ucha Mungu ina athari kubwa kwa mtu binafsi katika nafsi yake na ina athari kubwa katika jamii. Na mtu mwenye ucha Mungu, mtu anapokuwa na ucha Mungu, huishi maisha mema hapa duniani. Anakuwa ni mwenye kupata utilivu katika moyo wake na anapata uthabiti wa nafsi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi waumini wa cha Mungu kwa kauli yake aliposema,
man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Yoyote ambaye anayefanya mema, awe mwanamume au awe mwanamke, naye ni mwenye kuamini, amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi tutamhuisha maisha mema. Na jamii ambaye ucha Mungu unasambaa ndani yake, basi ni jamii ambaye inayotawaliwa na amani, inayokuwa na usalama ndani yake. Upendo na huruma husambaa pindi jamii wanapokuwa na takwa, na miongoni mwa watu na dhulma pamoja na ufasiki kupungua. Katika jamii ambayo takwa inapatikana, tunapata utilivu na usalama inapatikana. Lakini jamii ambayo hakuna takwa ndani yake, hakuna ucha Mungu ndani yake, basi inapatikana watu ambao ni wenye kufanya dhulma na watu ambao ni wenye kufanya fasik. Kwa hivyo hii ucha Mungu hujenga jamii jamii ikuwa salama, jamii ikuwa imara, na jamii iwe ni yenye kuungana. Ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba huu ucha Mungu una athari kubwa sana katika maisha ya Muislamu. Na ucha Mungu huchangia kuimarisha imani na yaqini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na moyo unajazwa na ucha Mungu. Imani huwa ni yenye nguvu na yaqini inakuwa ni yenye kupatikana. Kando na hayo, huu ucha Mungu hutunyanyua juu ya matatizo ya dunia na hutufanya tuyaone mambo kwa mtazamo tofauti. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi kwetu kuweza kusubiri mtihani tunapokuwa na takwa. Inakuwa ni rahisi kwetu kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake na kutarajia malipo kutoka kwake. Ayuha alahibba, mcha Mungu ni yule mtu ambaye anajipamba kwa uaminifu na kwa ukweli, na hujiepusha na dhulma na khiana. Na kupitia ucha Mungu tunakuwa watu wenye kutoa zaidi sadaka zetu, na tunakuwa ni watu wenye kuhurumiana. Tunajiepusha na mabishano. Naam, na tunajitahidi kurekebisha uhusiano wetu na Mola wetu. Na vile vile ucha Mungu ni sababu ya kupata riziki na baraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tunapokuwa tunajipamba na sifa ya ucha Mungu, tunaogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yetu, katika amali zetu, basi hutufungulia milango za riziki, huturahisishia mambo yetu yote, na hufanya maisha yetu yote yajazwe kwa khairi na baraka. Kwa hivyo tunapojipamba na sifa ya takwa, tunapomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika amali zetu zote, katika kila hali, popote tulipo, kwa siri au kwa dhahiri, basi tutakuwa ni wenye kupata baraka katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutufungulia riziki katika kila hali. Na jambo la mwisho, huu ucha Mungu huleta mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Na inaonesha uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko vipi. Hutupatia mafanikio katika kazi zetu. Naam, na hutufungulia milango za khairi. Kila upande Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye anatufungulia milango za khairi. Allah anasema, "Wattaqullaha wa yuallimukumullah." Na muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuwafunzeni kupitia ucha Mungu. Na kupitia ucha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutupatia hikma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutupatia maarifa, na hutufanya tuwe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa hivyo nikimalizia, tufanye ucha Mungu. Tunapokuwa ni wenye kufanya ucha Mungu, inakuwa ni wenye kutuongoza katika kila jambo ya maisha yetu, na inakuwa ni wenye kutuongoza katika matendo yetu, katika maneno yetu. Na tukumbuke daima ya kwamba ucha Mungu si hisia inayohifadhika moyoni mwetu, lakini ucha Mungu ni vitendo vyako na mwenendo wako unaodhihirika katika tabia zetu. Kwa hivyo hii ucha Mungu ni tabia zetu,
Tunapokuwa na tabia njema, tunakuwa ni wenye kupata ucha Mungu. Kwa haya mambo machache nitakomea hapa, na naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ni wenye kusamehea madhambi zetu zote insha Allah. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala vile vile atujalie tuwe ni wenye kuweza kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyotukusanya hapa katika khairi hii aweze kutusanya katika pepo yake insha Allah. Ahsantum wa jazakumullahu khair.